Sana mpendo mtazamaji, ndugu yangu, dada yangu unayenitazama Facebook na pia YouTube. Ukiingia YouTube unaangalia Hawkins Wafula. Ukiingia Facebook ni Pastor, kwa ufupi PST Hawkins Wafula. So nimekuja kwa wakati huu, nataka kuzungumza pamoja na wewe neno moja ambalo watu hawajaweza kujijua na kuweza kujitambua. Jambo moja ambalo nataka kufundisha tu ni kutoka katika neno, ili uweze kuelewa baadhi ya mambo ambayo huwa tunayafanya kama wanadamu na tunapata ya kwamba tunajikuta tumeingia katika mitego. Nataka tu kukufundisha kwamba ili jambo kuingia kwa mtego, huwa tunaingia vipi katika mtego? Tunaingia kupitia mazungumzo, na kupitia mazungumzo ningependa tukukupa mawaidha yale ambayo unaweza ukaepuka na kuweza kujisaidia kutoka kwa mitego ama kutoka kwa vifungo ama kujizuia usiingie katika vifungo. Nataka kusomea katika Mithali 6 mstari wake wa kwanza. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Mstari wa kwanza tutasoma hadi mstari wa 4. Inasema hivi mstari wa kwanza: mwanangu, kama umekuwa mdhamini wa rafiki yako, ikiwa wewe na mgeni mmepatana mikono. Mstari wa pili ikasema, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Mstari wa tatu kasema, sasa mwanangu, fanya hivi ukajiokoe, kwa kuwa umejitia mikononi mwa jirani yako. Nenda ukanyenyekee na kumsihi jirani yako. Mstari wa 4 ukasema, usiache macho yako ya kupata usingizi, wala kope za macho yako kusinzia. Brother mtazamaji ama dada mtazamaji, kuna baadhi ya maneno ambayo tunakutana na watu, tunakutana na marafiki zetu, tunaanza kuzungumza maneno tunayeanza kuzungumza, tunapata ya kwamba tunaanza kusema wenzetu, tunaanza vitina, tunaanza kusengenya watu wengine, tunaanza kuwa wale watu kuropoka mambo ovyo ovyo, kuwekea watu maneno yale ambayo hayafai. Tunakatazwa tusiwe watu kama hao. Unapoenda kufanya hivyo, kuna vile ambavyo unakosa mbele za Mungu.